ulikuwa unapenda Mungu sana, lakini siku hizi tunaona ya kwamba imani yako inaanza kurudi chini, upendo wako kwa Mungu unaanza kurudi chini. Je, ni sheria gani iliyotokea mbele yako ikapinga ile sheria ya Mungu, ile ya mwanzo ambao ulipokea nayo wokovu? Ulikuwa na hofu sana, lakini sasa umekuwa na mazoea, haujali kabisa. Hata ukikosa ushirika, ukija usipokuja, kwako si kitu, lakini mwanzo haikuwa hivyo. Kwa hivyo ni kitu gani hicho kimetokea katikati ya mawazo yako, kinachotatiza ibada yako na Mungu wako, kinachotatiza ushirika wako na Mungu wako? Ni kitu gani hicho? Na ulikuwa unapiga mbio vizuri, ulikuwa unatembea vizuri, lakini sasa naona umepunguza mwendo wa kuja kwa ibada, umepunguza mwendo wa kuamini Mungu, umepunguza mwendo wa kusubiri Mungu. Ni kitu gani hicho kimetokea katikati kinachotatiza ibada yako ama ushirika wako na Mungu? Jioji moyoni mwako mwenyewe na umrudie Bwana Mungu wako. Tusome hiyo nyingine ya Galatia 3 mstari wa 1 mpaka wa 4. Msomaji wangu utasimama, utanisomea mistari hiyo na tutaendelea kubarikiwa na neno la Bwana. 3 mstari wa 1 mpaka wa 4, Galatia. Kitabu cha Galatia mlango wa 3, tutaanza mstari wa 1. Inasema, enyi wa Galatia msio na akili, ni nani aliyewaloga ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa? Mstari wa 2, nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Mstari wa 3, je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, nataka kukamilishwa sasa katika mwili. Amen. Mstari wa 4 mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea mstari wa 4. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hakika Mungu anatuambia ya kwamba, enyi wa Galatia, ni nani aliyewaloga nyinyi? Mlianza kwa roho, mnataka kumaliza kwa mwili. Mteseke bure. Bwana asifiwe sana. Muanze kwa roho, umalize kwa mwili. Afadhali uanze kwa mwili, umalize kwa roho. Mwisho ni mzuri kuliko mwanzo. Lakini wanadamu wanaanza vizuri katika roho na baadaye wanamalizia katika mwili, na mwisho wao wanaingia katika jehanamu ya milele. Ni nani aliyewaloga akili zenu ya kwamba tayari mshashuhudia Yesu Kristo amesulubishwa msalabani kwa ajili yenu, mkashuhudiwa ya kwamba Yesu Kristo ameteseka kwa sababu ya nyinyi? Akili zenu ni nani aliyeziroga nyinyi wanadamu wa leo? Ni nani aliyewaloga nyinyi wa Kristo wa leo ya kwamba uanze kwa mwili, kwa roho, na umalize kwa mwili? Utapata hasara kubwa sana. Ni heri mtu ajulikane ya kwamba ni mbaya, lakini mwisho wake amalize akionekana ni mzuri, kuliko mwanzo ujionyeshe wewe ni mzuri, ni mtakatifu sana, unapenda Mungu sana, alafu mwisho wake umalizie katika mwili, ya kwamba ujali Mungu tena, ya kwamba hutaki kujua mambo ya Mungu tena. Na mwanzo wake ulionyesha kwamba unapenda Mungu, mwanzo wake ulionyesha kwamba una imani na Mungu sana, lakini mwisho wake tena utoke useme kwamba hakuna Mungu. Hiyo ni hatari. Huo nani aliyekuloga akili zako? Ni nani aliyeteka nyara akili zako zikakuregesha nyumba? Mbona waregea nyuma tena? Unarudi pale mahali ulipotolewa na Yesu, pale mahali ulipokotewa na Yesu katika uchafu, unarudi tena hapo katika mwili. Watu wanatakikana ya kwamba wanapoanza kwa roho wamalize kwa roho. Usianze kwa roho kisha umalize kwa mwili, utaingia hasara. Usianze kwa kuamini kisha umalizie maisha yako kwa kutoamini. Usianze kwa kukuja katika ibada ukiwa na moto mwingi wa kuja katika ibada, lakini mwisho wake utoke katika kukosa kuja katika ibada. Uanze mwanzo vizuri wa kumtumikia Mungu, wa kufurahikia Mungu, lakini mwisho wake ujipate tena hauwezi kumtumikia Mungu. Wagalatia ni nani aliwaroga? Paulo aliwashangaa sana Wagalatia ambao tayari Mungu amewadhibitishia uweza wake. Aliwaonyesha habari njema za ufalme wa mbinguni, aliwahubiria matendo makubwa ya Mungu, lakini Wagalatia wanaanza katika roho na wanamaliza katika mwili. Ni hasara kubwa sana Mkristo kuanza katika roho na kumaliza katika mwili.
Utashindwa na mtu ambaye amekuwa mbaya siku nyingi na dakika za mwisho akatubu maisha yake na akaingia ufalme wa mbinguni. Na wewe ambaye umeanza vizuri, ukaendelea vizuri, ukakutana na uchawi katika akili zako, ukaanza kuregea nyuma kiimani, ukaanza kuregea nyuma katika kumtumikia Bwana. Na mtu ambaye ulikuwa unamdharau ukimwona kwamba hafai, akaokoka siku hiyo, akaingia na akawa kumpenda Mungu wake, dakika za mwisho wake mbingu zikafunguliwa na akauona utukufu wa Bwana. Na wewe ambaye ulikuwa mwanzo unapenda Mungu, ambaye ukaregea nyuma katika mambo ya mwili, ukaukosa ufalme wa mbinguni. Ni heri uanze katika mwili na umalize katika roho, kuliko Mgalatia ambaye anaanza katika roho kisha anamaliza katika mwili. Na watu wengi ambao walikuwa wanapenda Mungu sana, walikuwa wanahubiri injili ya Mungu sana, lakini wameanza kuhubiri umbea. Wameacha upendo wa kwanza, wamerudi nyuma katika mataifa. Na wameanza kutenda kama vile wataifa wanavyotenda. Lakini mwanzoni alipopokea wokovu wake, alikuwa na hofu na Mungu sana. Alikuwa anapenda Mungu sana. Alikuwa anamtumainia Mungu kwa moyo wake wote. Alikuwa akili zake zote zinamwelekea Mungu. Lakini siku hizi umeacha ya rohoni, unaanza kutembea na ya mwili. Vile mwili unavyoongea ndivyo nawe pia unaenda sawa sawa na mwili. Biblia inakwambia ya kwamba ni nani aliyekuloga? Ni nani aliyekutana na akili zako? Ni magugu gani yaliyopandwa ndani ya moyo wako? Mbona unarudi nyuma katika imani yako? Mbona unarudi nyuma katika kumtumikia Bwana Mungu wako? Mbona unarudi nyuma katika upendo wako ambao ulikuwa unapenda nao Mungu? Bwana asifiwe sana. Tunaona mtoto mdogo wakati yako mdogo anapenda mama yake sana, anapenda wazazi wake sana. Hata wakati anatoka anaanza kulia kwa sababu ya upendo wake ule wa kwanza, anapenda wazazi wake sana. Lakini wakati anaendelea kukua, wengine huwa wanageuka kiasi cha kwamba anaona mama yake ni mjinga, anaona wazazi wake ni wajinga. Ni nani aliyekuloga na pale mwanzo ulikuwa unampenda? Kiasi cha kwamba akitoka akikuacha unaanza kulia, unaanza kufadhaika moyoni mwako, nitakaa vipi, nitafanya nini? Lakini siku hizi umekuwa mtu mkubwa, umeacha upendo wako wa kwanza, umewacha ile imani yako ambayo ulikuwa nayo kwa wazazi wako ya kwanza. Sasa umepata nguvu kiasi cha kuwatukana, umepata nguvu cha kuwatenda maovu. Ni nani aliyekuloga kiongo kama hicho? Bwana asifiwe sana. Kwa nini uteseke bure? Kwa nini ufadhaike bure? Kwa nini? Kwa sababu ya kurudi nyuma kumpenda Mungu wako. Kwa hivyo Wakristo wa leo tuzingatie, tusiweke mazoea katika kile ambacho ulikipokea. Kile ambacho ulikipokezwa na Mungu wako ndani ya moyo wako, usikifanyie mazoea. Usifanyie mazoea kazi yako. Tazama ule upendo wako wa kwanza, ulikuwa unapenda kazi. Ulikuwa unatamani sana kuifanya kazi yako kwa uangalifu, lakini siku hizi umeweka mazoea. Hata bosi mwenyewe hutaki kumheshimu, hata kazi yenyewe pia hutaki kuiheshimu. Si vile mwanzo ulivyokuwa umeipokea. Pale mwanzo uliyopokea ulikuwa unaipenda na hukutaka kabisa kwenda vibaya, lakini siku hizi umerudi nyuma. Imani yako iko wapi kwa kazi yako? Upendo wako uko wapi kwa bosi wako? Upendo wako uko wapi kwa wenzako? Umekuwa na mazoea kiasi cha kwamba huoni tena kama ni bosi, unamwona tu ni mwenzako tu wa kawaida. Basi upendo wako wa kwanza uko wapi? Hofu yako ya kwanza iko wapi? Ulikuwa unatamani sana kuingia katika nyumba ya Bwana. Moyo wako unatamani hata usipomtumikia Bwana ulikuwa hauoni vizuri. Lakini siku hizi kukosa na kutokosa kwako si kitu. Kuabudu ama kutoabudu kwako si kitu kwako. Ni nani aliyekuloga akili yako? Ni nani aliyeroga haya matendo yako? Ni nani ambaye amekuregesha nyuma? Ni nani ambaye ameongea kitu akakuregesha nyuma katika mawazo yako? Biblia inasema ya kwamba mbona mlianza kwa roho, mnataka kumalizia kwa mwili. Hiyo ni onyo katika moyo wako. Mbona ulikuwa unaamini sasa huamini? Mbona ulikuwa unatumika siku hizi utumiki? Mbona ulikuwa mtoaji siku hizi utoi? Mbona unataka kumalizia kwa mwili? Mbona unataka kumalizia kwa mwili safari ya imani? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mungu wetu anatupenda. Mbona Petro alianza kutembea juu ya maji akiona kwamba
ana imani na Yesu Kristo, lakini baadaye katikati akaanza kuzama. Ni kitu gani kilitokea katikati mpaka uanze kuzama? Ile ya mwanzo uliyopokea ya kwamba tembea juu ya maji, mbona usiende nayo mpaka mwisho? Kuna kitu kimetokea katikati kikatatiza ile safari ya kutembea juu ya maji. Kuna kitu kimetatiza katikati ya Petro, katikati ya yeye na Yesu. Kuna kitu kimeingia katikati kinaitwa hofu na mashaka. Hiyo ndio kitu ambayo imeloga akili yake, ikamwambia kwamba utazama, wewe ni mwanadamu. Wewe ni kitu gani ambacho kimekuroga? Ni kitu gani kimeingia katika akili yako ambacho huwezi kabiliana nacho, ambacho Mungu anasema kwamba utayaweza yote kwa yeye anakutia nguvu? Ni kitu gani kimekuregesha nyuma katika kumtumikia Mungu? Ni kitu gani kimekuregesha nyuma katika kushika imani? Angalia vizuri ni kitu gani, ili kwamba uregee katika timing ya Mungu, uregelee katika mawazo ya Mungu, ama uregelee ule pendo wako wa kwanza, ili kwamba ukaweze kufanikiwa katika maisha yako. Tusome hiyo Ufunuo 2 mstari wa 3 mpaka wa 5. Tunaenda na masaa, tuko na masaa machache, tunakimbizana nayo vile anavyokimbia, maana mshale hausimami na sisi pia hatusimami. Ufunuo 2:3 mpaka 5. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 2, tusoma kuanzia mstari wa 2, mstari wa 3 mpaka wa 5. Inasema, tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Mstari wa 4, lakini nina neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Mstari wa 5, basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe tena. Biblia inatuambia ya kwamba pale mwanzo ulikuwa na subira, pale mwanzo ulikuwa unamtumainia Bwana, pale mwanzo ulikuwa na maneno mazuri kwa Mungu, lakini sasa umerudi nyuma. Bwana anakuambia kwamba kuwa makini sana, maana anakuja upesi. Usipotubu anakuja kuondoa kile kinara chako, kile ambacho kinakuonyesha wewe ni mzuri, anakuja kukiondoa. Ile sifa ambayo inaonekana kwako sawa, mpaka watu wanakusifu, wewe ulikuwa mwimbaji mzuri, wewe ulikuwa mwana intercessor mzuri, wewe ulikuwa unafuatilia ibada vizuri, lakini sasa ambao wewe umerudi nyuma, na pale mwanzo ulikuwa na subira vizuri, ulikuwa unatumainia Mungu vizuri, lakini sasa siku hizi umerudi nyuma, umeacha haya yote. Upendo wako wa kwanza uko wapi? Yesu anauliza, ule upendo wako wa kwanza umeenda wapi? Ni nani amekuja akautoa upendo wako wa kwanza? Ni nguvu gani ambayo imekuja ndani yako ikatoa ule upendo wako wa kwanza? Basi Biblia inakwambia kwamba rudi haraka, ukatubu, ukaangalie ni wapi ambako ulikosea, ukaangalie kitu gani ambacho hicho kimesababisha kikatoa imani yako. Ni kitu gani kile ambacho kimesababisha kwamba siku hizi hamtumikii kama vile ulivyokuwa unamtumikia mwanzo? Rudi katika checkpoint, ukajiangalie ni wapi ambako kumeenda vibaya, ni wapi ambako hakuendi sawa, ukatubu, ukaregee miguuni kwa Bwana, ili ya kwamba kinara chako kisije kikaondolewa. Maana ulikuwa na sifa nzuri sana wakati ulikuwa na subira kwa Bwana. Ulikuwa na sifa nzuri sana wakati ulikuwa unaamini Bwana. Ulikuwa na sifa nzuri sana wakati ulikuwa unamtumikia Bwana. Lakini sasa hayo yote umeacha mambo yako, umeanza mambo yako ambayo hayafanani na Mungu, ambayo yanafanana na mwili. Biblia inakwambia kwamba rudi upesi, maana Yesu anakuja upesi kukiondoa kile kinara chako ambacho kinakupa sifa nzuri. Ile sifa ambayo iko juu ya maisha yako inaweza kuja kuondolewa usiporudi miguuni kwa Bwana na kunyenyekea na kutafakari ule upendo wako wa kwanza. Ule upendo wako wa kwanza ulikuwa unapenda sana, nao sasa umeuondoa katika moyo wako. Biblia inasema kwamba basi kinara chako kinakuja kuondolewa. Utabaki bebe tupu, utabaki kitu ambacho kieleweki,
Utabaki mtu ambaye hana sifa nzuri tena. Utabaki mtu ambaye wakupigwa mateke huku na huku, kwa sababu haukujiregelea nafsi yako ukajua ni wapi ambako kulienda vibaya, ni wapi ambako kulienda hakuko sawa. Tazama pale mwanzo kabisa. Kuna wanandoa wengine walikuwa wanapendana pale mwanzo kabisa. Ile mwanzo kabisa ndio Mungu anaitaka. Uregelee pale kwa checkpoint ya mwanzo kabisa. Mbona siku hizi unatukana? Mbona siku hizi unakaa hivyo? Na mwanzo kulikuwa huko hivyo. Ile ya mwanzo imeenda wapi? Ile ya mwanzo ambaye mtu alikuwa anasema kwamba hakuli halali lakini anaota, inaenda wapi? Bwana asifiwe sana. Mbona siku hizi unalala na unakula na unalala vizuri? Kitambo hata ulikuwa hauzi kula mpaka mtu akuje mwenzako. Lakini siku hizi mbona unakula? Ile mwanzo imeenda wapi? Mbona mlianza vizuri mwalimalizia vibaya? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hutaki hata unataka kusimama tu njiani hivi mngojee apite. Ndio moyo wako upate amani. Na siku hizi mbona unapata amani bila yeye kumuona? Imeenda wapi ile kitu ya kwanza? Imeenda wapi ile roho ya kwanza? Hiyo ndio Mungu anaitafuta, ya kwamba irudi mahali pake. Bwana asifiwe sana. Uone uzuri ule wa kwanza. Uone ule unyenyekevu ule wa kwanza. Ulikuwa unanyenyekea sana, lakini siku hizi unyenyekei. Ulikuwa unamwogopa sana yule bwanako, lakini siku hizi umuogopi. Ulikuwa unaheshimu sana baba yako, lakini siku hizi umheshimu kabisa. Muone kama kitu. Na ule upendo wako wa kwanza uko wapi? Ule mwanzo wako uko wapi? Bali tunaambia kwamba turegee miguuni kwa Bwana, tukatubu, ili ya kwamba kinara kisije kikaondolewa. Sifa nzuri sije kaondolewa. Ladha sije kaondolewa. Utamu sije ukaondolewa. Bwana anasema turudi miguuni pake. Tafakari upendo wa kwanza uko wapi? Regesha mawazo yako pale nyuma kabisa. Useme ni kwa nini pale nyumba kulikuwa hivi na sasa hivi mbona kuko hivi? Uondoe hizo chafu zote ambazo ziko katikati. Usafishe zote kabisa ili ya kwamba kubaki ile ya kwanza peke yake. Kubaki ile sura ya kwanza. Pale mwanzo ulikuwa unamwona ni mzuri sana, lakini siku hizi unaona macho yamekuwa kama gololi. Yametoka wapi? Bwana asifiwe sana. Gololi imetoka wapi? Na kitambo ilikuwa ni kama maua, kama ambao unaona ni maua Mungu amekuwekea katika ile macho. Lakini siku hizi hakuna hicho. Kunaonekana ni kitu ambacho hakieleweki. Ile ya mwanzo ndio Mungu anaitaka. Ni nani alikuja akaitoa? Ni nani amesababisha ya kwamba upendo wako wa kwanza ukatoka? Ulikuwa unasema ya kwamba Mungu akiniwezesha, Mungu akinitoa katika matatizo, nitamtumikia Mungu, nitanyenyekea kwake na sitakubali mtu anitoe katika miguu ya Bwana. Siku hizi mbona umetolewa katika miguu ya Bwana? Lile neno la kwanza ulivyolitoa, ulivyosema ya kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kunitoa, nikikumbuka vile Mungu alivyonitoa na sasa mahali amenifikisha ni mbali. Hakuna mtu ambaye anaweza kunitoa miguuni kwa Bwana. Nitamtumikia, sitatatizwa na mtu yote katika ibada zangu za matoleo. Na mbona sasa umerudi nyuma? Wamtia Kristo aibu. Kuna wimbo mmoja unasema kwamba wamtia Kristo aibu kwa matendo yako pia. Rudi kwa Bwana upesi, atakusamehe. Bwana asifiwe sana. Rudi kwa Bwana upesi. Turegeshe upendo wa kwanza. Turegeshe kutumika kwa kwanza. Tuteregeshe hofu ile ya kwanza. Turegeshe ule upendo wa kwanza katikati ya mtu na mwenzake. Mwanzo mlikuwa mnapendana siku mlipoonana mara ya kwanza, lakini sasa ni kwa nini unaona kabila ya mwenzako? Na pale mwanzo ulikuwa unaona tu ni mpendo wa mwenzako. Kitu gani kimetokea katikati? Ni nani aliyewaroga nyinyi? Regesha mawazo yako nyuma. Flash mpaka mawazo yako nyuma, utafakari. Je, pale mwanzo mbona kulikuwa hivi na sasa mbona kumekuwa hivi? Utapata jibu hapo katikati. Kuna kitu ambacho kimekaa katikati kama uchawi. Kimeoroga akili zenu, kimewatenganisha wewe na bosi wako. Ile upendo wako wa kwanza umetoka, unyenyekevu wako wa kwanza umetoka. Kuja katika ibada zako bila kuchelewa kumetoka. Kumwabudu Bwana katika roho na kweli kumetoka. Kuna kitu kimetokea katikati kama uchawi. Bwana asifiwe sana.
Inaweza kuwa ni neno ama matendo fulani ambayo yako katikati hapo yamesababisha ya kwamba upendo wako wa kwanza ukatoka, imani yako ya kwanza ikatoka. Kwa hivyo turegee miguuni kwa Bwana, tuheshimu Mungu, maana amesema ya kwamba anakuja kuondoa kile kinara chako. Tubu, anakuja kukata huo mti. Kwa hivyo upalilie uanze kuzaa matunda. Regesha katika upendo wako wa kwanza. Anza vile ulivyokuwa unaanza kunawiri hivyo mwanzo, uendelee kunawiri mpaka mwisho kabla kinara chako hakijaondolewa. Maana ulikuwa na shaini sana, ulikuwa unajulikana sana, mwimbaji mzuri, ulikuwa unajulikana sana, mhuduma mzuri sana, lakini umerudi nyuma. Kwa hivyo angalia sana ni wapi ambako umerudia nyuma. Ni kitu gani ambacho kimekusababisha ukarudi nyuma? Ukakitubia hicho kitu na kisha uendelee na roho, uachane na mwili, uendelee na roho. Maana safari atakana mtu aanze vizuri kisha amalize vizuri. Uanze kupiga mbio mwanzo vizuri na kisha umalizie vizuri. Sije kawa ni ule moto wa makaratasi, unawaka tu mbio, unaonekana sifa mbio kisha hizo sifa zinaondoka. Unaonekana mwenye imani haraka kisha inaondoka. Inatakana uendelee. Ile ni moto wa kuni, unawaka kidogo kila siku, unaendelea kuwaka, hauzimi haraka na chochote kile. Kwa hivyo unatakikana ya kwamba iko nafasi ya kuregea miguuni kwa Bwana. Bwana anapeana onyo kwanza kabla hajaondoa kinara chako. Kwa hivyo kabla ya jambo lolote Mungu kufanya, hutumana neno litangulie mbele. Kwa yule ambaye atakayesikia na kushika vile neno la Mungu linasema, basi kinara chake hakitaondolewa. Lakini yule ambaye hajarutubia maneno yake, anaendelea kutembea katika mwili, ameacha roho, basi jua ya kwamba kinara chako kinakuja kuondolewa na mwisho wako unamalizia jehanamu ya milele. Asanteni sana. Hii neno Bwana ametupatia asubuhi ya leo, tuendelee kulitafakari na tuendelee kuliamini. Asante. Mpe makofi mazuri. Piga makofi yako mazuri kwa ajili ya neno.